Uasherati na dhambi za zinaa hujenga hatia, kutokuaminiana na migogoro. Uasherati manake ni kijana wa kiume na kijana wa kike wanapokutana kimwili kabla ya ndoa. Wewe na huyo mchumba wako anakutumia picha za utupu, anapiga maumbile yake picha, ngoja nikutumie umuone fulani alivyo. Kama ni kijana wa kiume, lese nitumie jina lake, ngoja nikutumie umuone bi wako, amekukumbuka kweli bi wako. Kwa hiyo unajipiga picha, unamtumia maungo yako ya uzazi, naye binti unajipiga picha maumbile yako, unamtumia mwenzako. Ni dhambi za zinaa. Mnatumiana picha za ngono, yani siku nikukupata naitaka hiyo kama unavyoiona kwenye hiyo picha. Mnakuwa mmempa shetani nafasi. Yanasema wala msimpe shetani nafasi. Kwa hiyo hii pia ni sababu zinazopelekea watu kujikuta mahusiano yao yanaharibika. Jambo jingine, shinikizo la familia na marafiki. Wakati mwingine wazazi au ndugu huingilia maamuzi ya wachumba kupitia kiasi. Hii imepelekea wachumba walio wengi waishie njia. Sasa mimi nikuulize wewe mzazi, hawa wamekutana, ni bora kuwashauri katika njia ya kujenga, lakini leo kuna watu wanaingilia, wanapelekea kuvunja. Hii sio sawa. Unaolewa na kabila gani? Kwani usingeolewa na kabila la kwetu? Ndugu yangu, hatufungwi na makabila. Hawa watu wameelewana, wamekubaliana. Kitu cha msingi ni sisi kuwapa sapoti, wafikie wanakotaka kwenda. Sasa hizi habari za makabila zimetokea wapi? Zinaanzia wapi? Usioe, unaolewa na kabila hilo kabila wana tabia mbaya. Jamani, sisi tuliookolewa, kila mwanadamu ana madhaifu yake. Inasema kupitia Adam na Hawa kila mwanadamu aliingiwa na uovu. Sasa tunapokombolewa, asili zetu zinakufa. Kwa hiyo tusiingilie mtu unamwambia kabila fulani. Hapana. Leo kunakuwa namna fulani kwamba olewa na kabila letu, tafuta mtu ambaye ni wa kabila letu. Wazazi pia hapo wanaingilia, unaolewa na nani, kabila gani? Hivi ni vitu ambavyo vinapelekea kuharibu mahusiano ya watu walio wengi. Ni wasii, enyi wazazi, enyi ndugu, ni wasii, enyi marafiki, watu wanapopendana tuwaache, tuwashauri katika misingi iliyo mizuri, sio kuingilia na kuanza kuwatofautisha kwa sababu ya kabila. Wengine mnaenda mbali, mbona sio handsome, mbona sio type yako, aendani kuwa na wewe. Kila mtu ni handsome. Uhandsome wa mtu anaujua mtu yule ambaye ameamua kumpenda. Mimi ni baba wa familia, watoto 5 na mke mmoja, so I'm handsome. Haijalishi mtu mwingine hanioni uhandsome wangu, lakini mke wangu ananiona ni handsome. Binti, wewe ni beautiful. Haijalishi mtu mwingine anasema wa kazi gani, lakini wewe ni beautiful. So Mungu alikuleta kwenye dunia, kila mtu ana namna yake. Wewe anakuona wa nini? Kuna mmoja anakuona nampataje huyo mtu. Kwa hiyo kila mtu duniani hapa ana namna yake. Kama ni mwanamke ana namna yake ya urembo, na kama mwanaume ana namna yake ya uhandsome. Kwa hiyo tusichoshane. Mimi ni handsome, you are handsome, you are beautiful. Yes. Kwa hiyo unaanza kuona hapo namna ambavyo tunatofautiana. Kwa hiyo mwana Mungu, usikubali shinikizo likapelekea kuvunja uchungu. Unaolewa na mtu mwenyewe hana hela, wewe una hela hapo, hana hela. Nani anakuambia ndoa ni mahusiano ni fedha? Hivyo ni vitu ambavyo vinakuja, Mungu anaviachilia. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. So manake kama mmeoana, na Biblia inasema apataye mke mpata kibali, basi fedha itakuja juu yenu. Unajua kuna watu wameolewa kwa sababu ya vitu, na ndio maana vitu vinapokwenda kuisha kwenye ile ndoa, mtu anaomba kuachika, anaomba talaka kwa sababu alichokifuata kimeisha. Maisha yana change. Usimpende mtu kwa sababu ana vitu. Vitu huwa vinaisha, vitu vinatoweka. Hebu ona kabisa kwamba huyu mtu ni chaguo ambalo Mungu amenipa. Kama una chaguo la Mungu ambaye amekupa, mpite kwenye shida, mvua, jua, huyo mwenzi wako hawezi kukuacha. Na kijana, usio kwa sababu ya mtu ya vile alivyoumbika, naoa namba 8. Usifikiri kila siku itakuwa namba 8. Kuna mahali itaonekana namba 9. Usioe shepu, ndugu yangu. Shepu hizi zinaondoka. Pata mtu ambaye ni chaguo la Mungu, ubavu wako. Yaani mazingira yote unasema my baby, my sweet. Yaani hakuna kitu ambacho kitaweza kubadilisha. Utamuona ni mlembo tu. Sasa leo vijana walio wengi mnachumbia kasura. Mambo yanabadilika. Mungu akupe ubavu wako. Jambo jingine, kosa uvumilivu imepelekea wachumba walio wengi kuishia njiani. Baadhi ya watu hukata tamaa mapema, badala ya kutatua changamoto kwa hekima, wao wanajikuta wanakata tamaa na kufanya maamuzi ambayo sio sawa. Sikiliza, kwenye maisha changamoto zipo, kikubwa ni kutatua kwa hekima, wala siku kusikimbia. Utakuwa mtu wa kukimbia kila siku, hata hiyo ndoa unayoiendea changamoto zipo. Kwa hiyo wakati mwingine kukosa uvumilivu, kunakosa uvumilivu katika vitu ambavyo unashindwa kumvumilia mwenzako. Binti, uko kwenye temperature ya kutaka kuolewa, kijana anakuambia kuna sababu ambayo inanifanya tusogeze kidogo mbele. Basi kama hivyo sasa mimi naona tuishie tu hapo, unaona kama unipendi. Kuna sababu inayopelekea kufanya hivyo. Nielewe. Kijana watu anajieleza sana, lakini kwa kukosa uvumilivu wewe unaona kwamba
huyu bwana ni achana. Unajua kuna watu ambao ukitaka jambo lako lifanyike, unataka lifanyike tu, kusiwepo na excuse kwa namna yote. Sasa kuna wakati mambo huwa yanakwama, kuna wakati mambo huwa yaendi yanavyotakiwa kwenda. Kwa hiyo ukikosa uvumilivu itakufanya pia ya kushinde. Ruhusu kuwa na uvumilivu ili uwe mtu fulani, ili ufanikiwe, ili uweze kwenda, ili ufike mahali ambapo Mungu amepataka. Kuwa na uvumilivu. Hata kwenye ndoa hivyo hivyo. Kuna mambo bila uvumilivu ukai, yanakushinda mapema. Unatangaza kabisa mimi imenishinda. Unakutana na mtu na kuahidi na kuoa, maisha yatakuwa hivi, mnapeana ni maisha yetu bwana, yatakuwa kila siku ni harusi, yatakuwa kila siku ni kicheko. Wewe mnaingia mle ndani, kuna mapito lazima myapitie. Yaani unaanza kuishi na mtu ambaye amelelewa familia A, wewe umelelewa familia B. Kuna maisha yale mnapokuwa mbali, kila mmoja na maisha yake iko kwao. Mnapokutana hapa, kuna namna hapa ili msomane na kuweza kumechi. Unaanza sasa kumjua mtu kwa ukaribu. Achana hii mbali. Yaani unamjua mtu akiamka sura yake inakuwaje? Inakuwa imekunjamana, anakuwa na udelele, anakuwa na mudi gani asubuhi. Yaani unaanza kujua kwa sababu kuna vitabiaga vinafichika. Mkishakaa ndani tabia haifichiki, ni kama kikozi, utakoa tu. Ndio unaanza kujua na hili unalo, na hili unalo, na hili tena, na hili tena. Panahitaji uvumilivu. Nafikia mahali mmeoana, mnataka kupata watoto, ndio watoto sasa na wenyewe hawaji. Na mnaweza mkamkufuru Mungu. Mko vizuri na Mungu, lakini mnaweza mkajikuta mnaanza kuingia sasa kwenye namna nyingine ambayo isiyompendeza Mungu. Kwa hiyo maisha ndoa yanahitaji uvumilivu, uchumba unahitaji uvumilivu. Kuna vitu vingi. Unaolewa na mtu anakuita majina mazuri, baby, my chocolate, my andazi, my kitumbua, my bajia, my Azam. Kuna wakati anaanza kuita wewe, hebu kuja hapo. Yaani mtu anabadilika kutoka vile ulivyokuwa unamuona, anabadilika. Unajua hivi ndio huyu kweli? Ndio mimi. Na ushaingia kwenye 18 zangu. Kwa wakati mwingine vitu vinabadilika, mtu anabadilika tabia, unajua hivi ndio huyu kweli? Ndio yeye. Ndio kipindi ambacho unapima uvumilivu wako na kuweza kuomba katika kipindi hivyo. Kwa yako mambo ambayo yanatokea kwenye maisha ndoa. Jambo jingine, kutokubaliana kuhusu maisha ya baadaye. Kuna kuwepo na migogoro ya kutokubaliana kuhusu maisha ya baadaye. Kwa mfano, mahali pa kuishi. Msipokubaliana kabla kuingia kwenye hiyo ndoa. Mwingine anakuambia ukitaka mimi ukishanioa tukakae kwetu. Siwezi kumwacha mama yangu. Na nyumba tu mbona zipo pale nyingi. Kijana anaona yani mimi nioe nikakae tena ukweni. Yaani nini? Tuishie hapa. Bado unasema utawaacha baba yako na mama yako tambatana mkeo. Sasa kutokutaka kuambatana pia. Mwingine anataka endelee kubaki kwao. Mahali pa kuishi lazima mkubaliane. Hivi ndio tutaishi wapi? Idadi ya watoto. Mungu unapelekea pia chumba nyingi zivunjike. Unaona kabinti kwao umezaliwa wawili, jora mmoja. Kanuni ile ile kama baba alivyozaa na mama, mimi nilizaliwa peke yangu, tulizaliwa wawili na mimi nataka hiyo. Mzee mwenzangu unataka 12, 7. My Jesus. Unakutana na kabinti anamwambia mimi wawili tu. Excuse me, wawili tu. Tunataka boy na girl. So hapa watu wengi pia wanakuta vitu vinaharibika. Vinaishia hapo. Ni sababu. Anamwambia siwezi kuzaa hivyo. Tanizeesha mapema. Lakini maandiko yanasemaje? Enendeni mkaujaze ulimwengu. Ndio kanuni ya Mungu. Mayai yote aliyowekwa Mungu ambayo ni kusudi lake. Yaani maana watoto wanatakiwa kuzaliwa. Sasa wakati mwingine chumba zimeharibika kwa sababu ya kutokubaliana kuhusu maisha baadaye. Yatakuwaje? Huduma au kazi. Dada unakuta una kazi yako, unachumbiwa, mchumba anakuambia sasa mimi nimeshakuchumbia naomba uache kazi. Na wewe unasema bwana mimi nikuta na kazi yangu siwezi kuacha kazi. Kwa hiyo kama unaweza kuendelea mimi tuendelee. Kama sivyo kila mmoja achukue 50 zake. Wakati mwingine kutokubaliana kwenye habari ya huduma, inaweza ni mtumishi ama kazi, kunapelekea pia kuvunjika kwa yale mahusiano ama uchumba. Jambo nyingine, fedha. Unakuta mtu anapenda fedha kweli. Yaani kuna mtu aishi kupiga mzingi. Yaani mpaka ukiona simu yake unakuwa unajua tu kwamba hapa hii ni simu nakuja kupigwa mzingi. Sasa hivi ni vitu ambavyo sio vizuri. Ni vitu ambavyo vinaondoa, vinakuharibia wakati mwingine. Vinafanya huyu kaka au kijana akuogope. Aone kabisa kama leo matumizi ya fedha ni ya hivi. Huyu mke nikiingia huko sala nikondesha. Huyu baba, huyu kijana, mbona matumizi yake ya fedha sio mazuri? Hicho anaona hapa hamna. Matatizo ya fedha, ukosefu wa uwazi kuhusu fedha au matumizi yasiyo na mpango huweza kuleta migogoro. Ukosefu wa fedha, matumizi yasiyoeleweka yanaleta migogoro. Naisimama kwambia huyu mwanaume hata mshahara wake anaupata hata sijui unaendaga wapi. Huyu mwanamke mshahara wake anafanya kazi lakini sijui. Wewe ni mama unafanya kazi lakini hata mume wako ajue mshahara na hujawahi kumwambia. Akiuliza anambia mshahara wangu unakuhusu nini? Wewe ndio kichwa cha familia, simama. Sasa wewe mwenzangu unapeleka wapi? Maana ya kuwa mwili mmoja ni nini? Lazima ifahamike. Weka mezani, wekeni mipango ya pamoja. Kwa hiyo imeleta migogoro. Unamweka tu kwa wewe ni kichwa ndio unatakiwa yani ufanye kila kitu hapa nyumbani. Somesha watoto, lisha, nivishe. Wewe mshahara wako unaenda wapi?
wapi? Fedha yako inaenda wapi? Mnacheza vikoba. Huyu baba anajitahidi kutoa, mwisho wa mwaka, mwisho wa mwezi, mwisho wa miezi 6 mkigawana, baba halambi hata senti moja, na akiuliza hata ijulikani iko ishia wapi. Kwani sipo mamigogoro hapa? Na wewe mchumba, nani shakwambia mchumba na anaaminiwa kwenye eneo la hela? Unajua wewe ndo kila kitu, tutaishi pamoja, kwa hiyo nipe mkopo, nitafutie hela niweke kwenye duka langu hili, nipe milioni 5 nizungushe nitakurudishia. We, milioni 5? Oho, hajawa mke wako. Wengine wanaenda mpaka 10, wengine mpaka kujenga nyumba, wengine mpaka kununulia magari. Mchumba. Tabia mbaya pia inapelekea kuvunja mahusiano. Mtu ana tabia mbaya isiyoelezeka. Hasira kali. Oho, ulevi. Ghafla unashangaa mtu mlevi amekuwa mlevi. Hii pia inapelekea kuharibu mahusiano ama kuvunjika kwa uchumba, hata pia ndoa. Ukatili. Kijana agundua nimechumbia binti mkatili. Kijana mkatili. Huyu mkatili kweli nikiingia naye ndani huko tukaanza kuishi itakuwaje? Mtu anakuambia mimi mtu akinichezea hata panga nachukua na mfyeka na. Na utoa mfano yule ana bahati yake sasa. Yaani ningekuwa mazingira nyumbani ningechukua upanga nikampa. Maana hapo unapata picha kabisa kwamba aina ya mtu huyu kama nitaolewa naye. Kumbe kuna siku ya kuchezea mapanga. Lakini kiburi, tabia mbaya, kiburi. Mtu unaanza kugundua kuna watu wana kiburi, binti unakuta na kiburi, kijana ana kiburi. Hiki kinapelekea watu kuweza mahusiano yao yavunjike. Usifiche makucha sasa hivi. Unasema ataenda kunijua huko tukishaingia ndani. Yatakushinda hata huko. Cha msingi, hebu acha kuwa na kiburi. Jambo lingine, kutokuwajibika. Huyu unapelekea kuvunja. Binti au kijana pia anataka kuona mtu ambaye anamuoa anawajibika. Ni mwajibikaji. Nguza uzembe. Kukurupuka, kuchumbia. Kuchumbia bila kumjua mtu vizuri huongeza hatari ya kugundua tofauti kuwa kubwa baadaye. Kwa mtu unapochumbia kwa kukurupuka bila kumjua mtu ni changamoto. Ni vizuri ukamjua mtu. Watu wanalia leo kwenye mahusiano. Kwa nini ukurupuke? Ni vizuri pia kutafuta hekima kutoka kwa watu wenye hekima ili waweze kusaidia. Jambo jingine tena hapa, kutokusamehe. Pia huku umepelekea kuharibu mahusiano yaliyo mengi. Kuta mtu ana kiburi, mtu asiyesamehe, hiyo pia ni changamoto. Kwa hiyo ninachotaka kusema mwana Mungu, make sure kwamba wewe unajitenga na hivi vitu ili kuhakikisha kwamba unapoanzisha jambo basi liweze kufika kwa usalama. Lakini pia kutokukomaa kihisia na kiroho. Mtu asiyejifunza kudhibiti hisia au kuwajibika huweza kushindwa kubeba wajibu wa ndoa. Ni vizuri pia mtu unapotaka kuolewa umekomaa kifikra, kihisia. Hii pia itapelekea kuweza kuwa na mahusiano ambayo ni imara zaidi. Vita vya kiroho. Katika mtazamo wa Kikristo, waumini wengi huamini kuwa kuna nyakati ambazo majaribu, vishawishi na mashambulizi ya kiroho huweza kuathiri mahusiano. Hata hivyo, ni muhimu pia kutambua wajibu wa binadamu katika maamuzi na tabia. Si kila kuvunjika kwa uchumba kunasababishwa na nguvu za kiroho pekee.